Msingi ya Mkondoa wa zamani. Lengo la kuja hapa, tumekuja na mtaalamu wa misitu Mr. Alex, kwa sababu kupitia vikao vyetu mbalimbali vya kata tulionelea kwamba hili eneo ambalo liliathirika na mafuriko katika eneo la mto Mkondoa, katika eneo la shule ya msingi Mkondoa ya zamani, shule hii ilihamishwa kutokana na mafuriko, lakini wananchi wa kata ya Mbumi waliamua kupanda miti. Miti hii ilitumika kama hifadhi kwa ajili ya kuzuia mmomonyoko wa udongo katika mto Mkondoa. Hivyo basi sisi tuliamua kulichukulia eneo hili kama fursa, kwa maana kwamba eneo hili tukilitumia vizuri linaweza likatumika kwa ajili ya ufugaji wa nyuki. Hivyo basi mimi na mtendaji wangu Beatrice Mtani tuliamua kwamba kumwalika mtaalamu kutoka maliasili, na amekuja hapa leo hii. Tumekagua eneo, limeonekana linafaa kwa ajili ya ufugaji wa nyuki. Sio hivyo tu, vile vile linafaa kwa ajili ya biashara ya carbon. Kwa hiyo kuanzia leo hii tunaenda kulifanyia mchakato kuhakikisha kwamba tutafanya biashara ya ufugaji wa nyuki na vile vile kuandaa vitalu kwa ajili ya kupanda misitu mipya tuweze kufanya biashara ya carbon. Kwa hiyo natumaini kwamba kupitia mradi huu utakuja kuwasaidia vijana na wamama kujiunga katika vikundi mbalimbali na kuweza kufanya biashara hii ya nyuki. Eneo hili kama nilivyoelezwa ni eneo ambalo lilikuwa ni shule ya Mkondoa zamani, lakini baada ya kupata athari ya mafuriko ikaonekana kwamba shule iondolewe na lifungwe liwe hifadhi ya mazingira, ambapo sasa juhudi za kupanda miti zikafanyika na eneo sasa linaonekana kama ni msitu ulioimarika, ambao sasa msitu huu unaboresha mazingira, unaboresha hali ya hewa, unadhibiti mafuriko na umeimarisha kingo za mto Mkondoa kama pale mwandishi wa habari unapoona. Baada ya kutembelea eneo hili na timu ya kata, tumebaini kuwa eneo hili linafaa kwa fursa ya kuwekeza kwenye biashara ya kaboni, kwenye miradi ya upandaji miti. Pia eneo hili tunaweza kuitumia kuombea pesa kwenye mfuko wa misitu Tanzania kwa ajili ya kuweka mradi mkubwa wa ufugaji nyuki ambao utasaidia kuongeza kipato kwa wananchi, kwa maana ya kata kupata kipato ambacho kitatumika kuendeleza miradi ya maendeleo baada ya kuvuna, lakini pia kutumika kama darasa la kufundishia mazingira. Lakini pia eneo hili lina miti baadhi ambayo imekomaa ya kuivuna na kupelekea kata kupata mapato. Lakini pia eneo hili tunaweza kulitumia kama fursa ya kuomba pesa za upandaji miti kwenye mfuko wa misitu Tanzania na kuweza kupanda miti mingi kuboresha haya mazingira, ikiwa ni sambamba na njia za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi katika kumuunga rais wetu mpendwa mkono Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amekuwa kinara wa uhifadhi wa mazingira na amepokea tuzo nyingi za kuhifadhi